Hizi timu za Kariakoo tofauti na jeuri ya fedha kwamba ukiuza ndo ununue, ni kitu kimoja, lakini kitu kingine unaweza usiuze alafu kanunua, na unaweza ukauza lakini ukaona hela nyingine ukanunua, kwa sababu vilabu kuna wakati viongozi wanatoa fedha zao mfukoni na wanasajili wachezaji. Ile fedha haipiti kwenye mfumo kwamba hii ni fedha klabu inaenda kusajili mtu tu, mnamtaka fulani mimi nitamsajili na msajili. Kwa maana hiyo ni kwa inatajwa Stefano Aziz Ki kuondoka, inatajwa Walidi Mzize kuondoka, lakini haizuii kusema kwamba Yanga wanaweza kufanya usajili na kila kitu kitaenda vizuri. Kwa hiyo hawezi wakategemea pesa ya mchezaji kuuzwa. Hawezi. Yaani wenyewe wanajitosheleza. Katika dirisha ambalo linakuja kubwa, Young Africans, baadhi ya nyota wanatajwa kuondoka. Pengine kwa baadhi ya nyota eneo la goalkeeping DGDR ni muda sahihi wa kumwachia, pamoja na Aziz Ki ambaye amedumu si chini ya misimu 3 kuna ligi kuu akiwa na Young Africans. Ndio. Ni muda sahihi wa kuachia waondoke kutafuta changamoto nyingine kama klabu ambayo tunategemea msimu ujao itakuwa kwenye mashindano ya kimataifa. Ni kweli wanaweza wakaondoka Aziz Ki na Yanga wakapata mbadala wake ambaye anatajwa Faisal Salum Abdalla kurudi Young Africans, lakini pia Mzizi anaweza kaondoka katika mchezaji mwingine hivyo. Kwa Yanga wanaweza kutengeneza fedha, na baada ya kutengeneza fedha na kila kitu kikaweza kwenda vizuri na maisha yakaendelea. Kwa kupanga ni kuchagua. Kuna wakati fedha ishutam, lakini unaweza ukakubali tu, unaweza ukakubali kwamba huyu acha aende, na akishaenda maisha mengine yaweze kuendelea kwa sababu mmeingiza fedha, lakini pia inatengeneza daraja kwenye timu yenu. Mnaporuhusu wachezaji kuwauza kwenda sehemu zingine, kuna wachezaji wana uwezo mkubwa afu wana umri wa kawaida, watataka waje wacheza kwenye klabu yenu ili wapate platform ya kwenda sehemu zingine kwenda kutengeneza maisha. Kwa hiyo kumwacha Azizi aende na Mzize kwangu mimi ni kitu bora sana, na nitafurahi sana nikiona wanaondoka ili waje watu wengine wafanye kazi kuliko kumngania mchezaji paka hali yake yetu tunaishi hapa. Okay. Na wakati jana nasikiliza baadhi ya interview ya afisa habari na mawasiliano ya klabu ya Young Africans Ali Shaabani Kamwe, alithibitisha kwamba baadhi ya wachezaji watakuwa nje kwa muda mrefu kidogo. Yao Kwasi Otoura natajwa yawezekana msimu wote ukaisha. Lakini kwa upande wa Haldi Aucho ambaye aliumia pia, naye vivyo hivyo Pacome Zouzoua huko akitaja kwamba wachezaji wa Azam walimuumiza kwa makusudi. Pengine tushuhudie kuona mabadiliko ya kiuchezaji kwenye kikosi cha Young Africans, kukosekana kwa nyota hawa watatu muhimu ambao wamekuwa wakianza moja kwa moja kikosi cha kwanza. Kosekana mfumo, timu ina mifumo yake, lakini ina baadhi ya wachezaji kuna njia ya kuwatumia, unaweza ukawatumia kila kitu kikaenda vizuri, lakini kuna baadhi ya wachezaji unaweza ukawatumia wasingie kwenye mfumo. Mfumo ndo una control mchezo mzima, kwa utacheza kwa flow kupitia mifumo huu hapa hivi na vile na vile. Ndio maana kuta hata mchezo uliopita alicheza Clatous Chota Chama alicheza vizuri sana kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup. Kwa ule ni mfumo wa mwalimu, kwa hiyo inabidi uingie kwenye mfumo wa mwalimu, sio mwalimu aingie kwenye mfumo wa wachezaji. Kwa hiyo imekuwa ina faida sana kwa Young Africans. Kwa tarajie kuendelea kuona mifumo ndio inamata na sio mchezaji. Yaani mchezaji aingie kwenye mfumo na sio mfumo uingie kwa mchezaji. Kwa hiyo hata wakikutana wachezaji kadhaa bado mtacheza kwenye mfumo ule ule na timu itapata matokeo. Kwa nachoamini mimi mfumo kuliko kuamini kwa mchezaji. Jonathan Kangarombo katika mechi iliyopita, nimesikia baadhi ya mashabiki wa Young Africans wakinong'ona kwamba mchezaji vipi, wengine wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba kuliko aanze yeye bora akachezeshwa Chama. Pengine ni wakati sahihi wa kumjaji mchezaji aliyeingia dirisha dogo na au apewe muda zaidi wa kwenda kutazama kwa namna ambavyo tunamtazama. Ikangarombo ni mchezaji mzuri. Tumeona alivyokuwa kule DR Congo amefanya vizuri ikiwa na AS Vita, amekuja Yanga anaonekana bado yani kwamba anashindwa kukliki mapema, anahangaika sana kuingia kwenye mfumo. Kuna wakati unaona avotuliza kama mpira umegonga kwenye ukuta kipa na ukota. Kwa hiyo amekuwa anahangaika sana Ikangarombo. Unaweza kusema apewe muda, lakini kwa performance ambayo ameonyesha ndani ya muda mfupi ni performance mbaya, sio performance nzuri. Bado hajaonyesha kitu ambacho bora. Hata mchezo uliopita kwa dakika zote alizocheza ifanya tukio moja tu la maana, alifanya movement moja, alikimbia, akareceive, akapiga pasi kwa Chama akamwekea Azizi akafunga basi, lakini vitu vyote hivyo vifanya kwa asilimia zaidi ya 90 na kidogo. Alifanya vitu vya ovyo, lakini apewe muda tuone. Hata alipokuja Chiko ushindi wa kubanza Young Africans alichelewa, mwishoni ndo akaja kuwasha kila game anaamua yeye, shughuli kaisha, Yanga akaacha naye kwa sababu alikuja kwa mkopo. Kwa hiyo Kangarombo huenda akaja kuwa bora baadaye, asiwe bora sasa, au asiwe bora ni kusaidia sio bora na asiwe bora paka anaondoka. Asiwe bora moja kwa moja. Ndivyo, kwa sababu hivi vitu ni kama kugambo, yani kama unabashiri au kamari.
Na ukitazama wanasema kwamba nyota njema huonekana asubuhi Mswahili. Sasa kwa namna ambavyo namuona wengine wameenda mbali zaidi wakasema kwamba ni mchezaji hana ball control, lakini pia ni mchezaji ambaye ana kasi ambayo haina matunda. Wasanii nyota njema huonekana asubuhi. Amekuja Elie Mpanzu, ameanzia nje mza dakika 10 za kutosha, dakika 15 za kutosha, lakini baadaye akaanza kupata dakika nyingi na anaonyesha kitu cha maana. Kina yeye zimepita game zaidi ya 8-9 mpaka kuja kuingia kwenye mfumo wa mwalimu na anafanya vizuri. Kila kitu subla. Mimi ni shabiki wa Madrid. Tuwahi kumsajili Gareth Bale, alikuja pale, alihangaika, baadaye akakliki, akafanya vizuri na akawa na thamani kubwa. Aisha kujua wachezaji wengi sana kwenye vilabu tofauti tofauti wakachelewa kuadapt mazingira, kuadapt vitu vingi kwenye kiwanja, lakini baadaye mambo yakaweza kwenda vizuri na faida ikaonekana. Kwa ni jambo la kusubiri na kujua nini kinaenda kutokea baadaye. Tumalizie, tuende kwa upande wa timu ya hapa nyumbani, Tabora United. Tabora wameonekana kufukuza makocha mara kwa mara. Nafikiri wewe ni mtu wa karibu sana ambaye unaifahamu zaidi klabu hii. Kwa mwelekeo wa klabu, namna ambavyo ilivyo, kulikuwa na haja ya kuachana na makocha wawili mfululizo, ukizingatia kwamba timu tayari imeshajihakikishia kufuzu kucheza ligi kuu, haiwezi kashuka daraja tena, au angemwamini na kuendelea kumpa muda aendelee kuingiza falsafa zake kwa ajili ya msimu mpya? Kwanza kusema kuachana makocha wawili mfululizo, Tabora aliachana na Francis Kimanzi raia wa Kenya kwenye game chache tu, wakaachana naye. Baada ya kuachana naye alikuja kocha msaidizi ambaye ni Anset Makiadi. Hakuwahi kuwa kocha mkuu, kwa alikuwa ni kama kaimu kocha, lakini alikuwa vigezo avikidhi yeye kuwa kocha mkuu, kwa sababu bado ni kocha wa madaraja ya kati ambaye bado anasoma. Kwa nao pia kuna ule ukomo kwamba unapokuwa caretaker lazima utumike kwa muda gani. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuelewa. Anset bado anasoma na akukidhi vigezo. Wakamleta Genesis Mang'ombe ambaye Tabora United wamemleta. Wanasema wakumpa mkataba, walimpa mkataba wa muda. Kwa maana hiyo ndani ya game 4-5 hakufanya vizuri, wameweza kuachana naye moja kwa moja na walikataa kuthibitisha, lakini baada ya kuwapush sana bado wamethibitisha ni kweli. Na mwenyekiti wa timu hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, ndugu Richard S. Abwao, alithibitisha hilo kwamba ameachana kocha. Na taarifa nizo nazo mimi za ndani, Tabora United wataleta kocha kutoka nchini Zambia. Huenda leo au kesho kocha akaanza kuonekana kiwa Tabora United. Kwa hiyo Tabora United kuachana na makocha na kuleta makocha wengine sio shida zao. Wao wanajua wanachokifanya, wanakifanya nini, na wenyewe hawajuti. Kama hawajuti, basi tuwatakie kila laheri kwenye maisha yao ya mpira wa miguu. Na hata msimu uliopita wachezaji wote waliweza kuachwa na Tabora United, wa msimu uliopita wakabaki na wachezaji 6. Msimu huu pia uendo wakaondoka wachezaji zaidi ya 65%, wakabakia 35%, na inasemekana ishaingia makubaliano au mikataba na baadhi ya wachezaji ambao watatumika msimu mpya. Kwa Tabora United sio ile timu kwamba avumiliwe tumwache tuone ikaenda ikarudi, sio namna hiyo. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tusubiri tuone. Huenda hivyo wamfanya mara nyingi kuacha wachezaji wengi, kuacha makocha ikaja kuwagharimu msimu ujao, au akaja kujenga timu imara ambao itabakia na makocha kwa muda mrefu na wachezaji kwa muda mrefu, kwa sababu pia huyo kocha Anset Makiadi msimu ujao atakuwa na Tabora United, kwa sababu msimu ujao atakuwa amemaliza kusoma lesson B, anasoma lesson A. Kwa hiyo atakuja kama kocha msaidizi, niamini mimi. Okay.